kule Rwanda, makanisa na nyumba za ibada 600 zimefungwa kabisa nchini humo, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wa makanisa na nyumba za ibada. Moja ya kanuni mpya inasema ili mtu aruhusiwe kufungua kanisa au nyumba ya ibada atahitaji kukusanya sahihi 1000 za watu kutoka eneo ambalo kanisa hilo litaendeshea huduma zake za kiroho. Maoni mseto yamezuka miongoni mwa waumini na hata wadadisi mbalimbali kuhusu uamuzi huo na athari zake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemero ana maelezo zaidi. Kanuni hizi pia zinasema kwamba ili mtu aruhusiwe kufungua nyumba ya ibada au kanisa atatakiwa kulipa pesa milioni 2 faranga za Rwanda, ambazo ni sawa na dola za Marekani 1600. Pia kwa mujibu wa kanuni hizi mpya, mtu atakayefungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuwa na elimu ya ngazi ya chuo kikuu katika masomo ya theolojia au mafunzo ya dini. Lakini kama hilo halitoshi, nyumba ya ibada au kanisa itatakiwa kuonyesha mfumo mzima wa uongozi wake na wajibu wa kila mtu, lakini pia kuonyesha jinsi mapato yanavyoingia kanisani zaidi. Lakini huyo atakayehitaji kufungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa pia kuonyesha ramani ya jengo la ibada, kuhakikisha ikiwa kweli linakidhi viwango vya kuitwa nyumba ya ibada au kanisa. Kanuni hizi zimetolewa na Bodi ya Taifa ya Utawala, ambayo kwa kawaida huratibu utendaji kazi wa taasisi mbalimbali za utawala na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkurugenzi wake mkuu Dr. Doris Uicheza Picard anasema baada ya uchunguzi uliofanywa na serikali kulionekana matatizo mengi kuhusu utendaji kazi wa makanisa na nyumba za ibada. Ndabizi ko ubungubu ndi kuvuga mwese. Hata sasa ninapozungumza, michango inaendelea na ujenzi wa hapa na pale makanisani unaendelea. Lakini ngoja niwaulize, hivi mnajuaje ikiwa kweli pesa mnayoitoa inakwenda kujenga kanisa hilo? Lakini tatizo jingine, watu wanatoa sadaka kila siku na sadaka hii inapokelewa mikononi mwa watu, lakini huwezi kujua wala kuelewa ni wapi pesa hiyo inayotokana na sadaka inaishia, katika mikono ya nani. Sisi tunahitaji makanisa yenye account benki, kiasi kwamba mkipata pesa hiyo ipelekwe moja kwa moja benki. Kugira ngo tugire izo tore zifite konte muri banki. Hata hivyo, uamuzi huu umezua minong'ono, baadhi wakidai kuwa uamuzi huu wa serikali unanuia kudhoofisha shughuli za ibada, huku wengine wakionekana kuridhia uamuzi huo. Jane Zaninha na mchungaji Floribert Kabera ni waumini wa Kristo mjini Kigali. Hizo zote ni changamoto ambazo kwa kweli sio rahisi kwa kila mtu mwenye nia ya kufungua kanisa kwamba ataweza kuyakidhi hayo mahitaji. Twemera yuko tunaamini kuwa Mungu hutoa hekima na akili kwa watumishi wake. Lakini kwa sasa elimu ya dini ni muhimu. Kusoma sio vibaya, maana hata Mungu anawapenda watu wenye akili. Kwiga ntago ari bibi. Sheikh Sindayigaya Musa, mufti mkuu wa Rwanda, anasema huenda sasa kanuni mpya zikapunguza kasi ya kufungua makanisa au nyumba mpya za ibada. Niba umuntu agiye gushinga, kama mtu atafungua kanisa au nyumba ya ibada na akatakiwa kuwa na sahihi za watu 1000, maana yake ni ushahidi kuwa ama kanisa hili linahitajika katika eneo hilo au la. Abakiyoboka bahari. Miezi miwili iliyopita, Rais Paul Kagame wa Rwanda akizungumza bungeni aliwaomba wabunge kutathmini na kuona sheria zinashughulikiaje tatizo hilo. Ariko ubundi izo nsengero, hayo makanisa au nyumba za ibada na viongozi wake kwa kawaida wana sheria zinazopaswa kuratibu shughuli zao. Lakini imekuwaje hadi tufike hapa? Kugira ngo tutaza kuba abantu baraho bintuza gusa. Shughuli za kufunga makanisa na nyumba za ibada zilianza mwezi wa 8 mwaka uliopita. Sasa wakati kanuni hizi mpya zikitangazwa, makanisa na nyumba za ibada 600 zimetajwa kufutwa kabisa. Silvanus Karemera, DW, Kigali.